Malkia wa Nguvu 2025. Haya. Kwanza nianze kutumia fursa hii kutambua uwepo wenu wote ambao mko katika ukumbi huu. Nitambue uwepo wa dada yetu Sheba Kusaga, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara Clouds Media. Lakini pia nitambue uwepo wa waheshimiwa wakuu wa wilaya ya Nyamagana, mama yangu Amina Makilagi, na dada yetu mkuu wa wilaya ya Misungwi Johari Samizi. Lakini pia ninatambua uwepo wa rafiki yetu Kitoi, meneja wa rasilimali watu na utawala wa Clouds Media. Lilian Masuka ambaye ni mwenyekiti wa mradi huu wa Malkia wa Nguvu na ambaye anafanya kazi mzuri sana. Lakini nitambue uwepo wa management yote na watumishi wote wa Clouds Media, wakiwemo wale ambao wametuendeshea shughuli hii, ndugu yangu Jose Mara, dada Gea Habibu, lakini Sakina, tunatambua sana uwepo wenu. Lakini kwa namna ya pekee ni washukuru na kuwapongeza wale wote ambao leo wametufanya tuwe katika ukumbi huu kwa ajili ya kuwapa tuzo zao na kuwapongeza wale wote ambao wameshinda tuzo za Malkia wa Nguvu Kanda ya Ziwa kwa mwaka huu 2025. Hongereni sana. Kwa kweli ukisikiliza hadithi na simulizi zao zinasisimua, lakini pia zinatujenga sana. Kwa hiyo ninawashukuruni sana ndugu zetu kutoka mkoa wa Mara, wakina Robi na wenzio. Lakini pia tunawashukuru ndugu zetu kutoka mkoa wa Kagera, na salamu za Mheshimiwa Fatuma Mwasa zimefika vizuri sana. Na salamu za mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Mtambi pia nimezipokea. Na mimi kwa kuwa ndio mwenyekiti wa wakuu wa mikoa ya Kanda ya Ziwa, kwa hiyo ninasema karibuni nyumbani. Baada ya hapo nitambue pia humu ndani ya ukumbi kuna waalikwa mbalimbali. Lakini ninafahamu kuna wapambanaji wa hapa mjini na kule huwa tunaita wenye kijiji chao. Tunao wakina Jesse Wadadi wamo humu. Lakini pia wako wakina Magzeda, Lenny Food. Hawa ni wakina mama wa mjini, yani ni wachakarikaji wa hapa mjini. Kwa hiyo tunatambua juhudi zao. Wakina Doli, Jaki Msoma, wakina Subira Mkalimani. Lakini pia tunao Usiende Makoroboi. Hawa ni wakina mama wapambanaji hapa mjini. Kwa hiyo tunawatambua. Wakina Mary Maginga tunawatambua. Na nyie pia mwaka huu hamjapata tuzo, lakini nyie ni malkia wetu pia hapa Mwanza. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini nimefarijika sana kwa tukio hili la kilele cha Malkia wa Nguvu Kanda ya Ziwa kufanyika mkoani Mwanza. Na watu wa Clouds hamjafanya makosa, kwa sababu Mwanza ndio kitovu cha mikoa ya Kanda ya Ziwa. Lakini pia Mwanza ndio mkoa namba 2 kitaifa kwa uchangiaji wa pato la taifa kwa 7.2. Lakini pia ndio mkoa wa 2 kitaifa kwa idadi kubwa ya watu. Tuko watu 3,600,000. Kwa hivyo ni mkoa ambao unastahili shughuli kubwa kama hii kufanyika makao makuu hapa Mwanza. Lakini ndugu zangu, leo pia tarehe 26 Tanzania au Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafikisha umri wa miaka 61 toka Tanganyika na Zanzibar viungane na kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo shughuli hii ya leo ya Malkia wa Nguvu inaambatana pia na kilele cha maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru, miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambayo iko chini ya kauli mbiu inayosema muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa, shiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025.
Ninaomba niwapongeze kwa dhati uongozi wa Clouds Media Group ukiongozwa na kaka yetu Joseph Kusaga, mkurugenzi mkuu, dada yetu Sheba Kusaga kama nilivyosema, na management yote, kwa sababu kwa miaka 9 walibuni wazo, wakalisimamia wazo, na wazo hili sasa linaondoka ndani ya taifa letu, linaelekea sehemu nyingine duniani. Kwa hiyo ninawapongezeni kwamba kwa miaka 9 mfululizo mmefanya shughuli hii ya Malkia wa Nguvu bila kuchoka, na sasa mmeamua kuondoka ndani ya mipaka nchi yetu na kuelekea duniani. Kwa hivyo wanawake wote wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan inaunga mkono jitihada zenu za kutumia platform hii kuwaendeleza na kuwanyanyua wanawake wa Tanzania. Hongereni sana. Ninafahamu ya kwamba tukio hili lilianza kama tukio dogo la utoaji wa tuzo, tena kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini nafurahi kwa sasa kwamba mradi huu umekuwa sio tu utoaji wa tuzo, bali unavumbua, unaona na kuwapiga jeki Malkia wa Nguvu nchini kwa namna mbalimbali. Kwa hivyo tuendelee kufanya kazi hii nzuri. Ndugu zangu, kwa nini tukio hili ni muhimu sana? Tukio hili ni muhimu sana kwa sababu kubwa 3. Sababu ya kwanza, Malkia wa Nguvu kwa sasa ni jukwaa la wakina mama kutangaza shughuli zao, kutangaza mafanikio yao, lakini pia kwa inspire watu wengine waweze kuelewa, waweze kujifunza changamoto mbalimbali ambazo wanawake wa Tanzania wanazipitia, lakini pamoja na changamoto hizo wanaweza kuvishinda vikwazo na wakafanikiwa katika maisha, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Kwa hiyo jukwaa hili ni muhimu sana, liendelezwe na liungwe mkono. Lakini sababu ya pili ya uwepo wa jukwaa hili ni kuleta umoja miongoni mwa wakina mama wa Kitanzania. Leo hapa tuko wananchi kutoka kanda ya Ziwa, lakini wako waliotoka Dar es Salaam, wakina Gea, wako waliotoka Mara, wako waliotoka Kagera, wako waliotoka Shinyanga, Simiyu, lakini pia wote leo tumejumuika hapa. Kwa hiyo inajenga umoja, upendo na mshikamano miongoni mwa wanawake wa kanda ya Ziwa na hatimaye wanawake wa taifa hili kwa ujumla. Lakini faida ya 3 ya jukwaa hili ni kwamba jukwaa hili ni kichocheo cha kurithishana uzoefu baina ya wanawake. Leo tumeona mwanamke ambaye ametoka Tarime, ambaye elimu yake ni darasa la 7, lakini aliona atumie ujuzi, alihamasika, ameanzisha shule, imekuwa shule mzuri, lakini ameamua kwenda darasani miezi 3. Na mzee nafikiri Rioba alikuwa mgumu kuelewa, lakini leo mzee na mama na watoto wanafurahia mafanikio ambayo ameyapata mama na kujenga heshima kwa familia yao. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Lakini ukiangalia simulizi ya Robi, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Mara, ninafahamu changamoto za Mara hususan kwa watoto wa kike. Kwa hiyo leo tunapopata watoto wa kike, na kule Mara ukiwa mtoto wa kike wa kwanza unaitwa Robi, sio? Lakini ukiwa wa mwisho unaitwa Gati, si ndio? Kwa hiyo kutoka kwenye minyororo ile ya mila na utamaduni kandamizi, lakini leo tunaona Robi akiwa anaendesha kampuni kubwa kabisa ambayo inaweza ikafanya ushirika na mgodi mkubwa wa kwanza barani Afrika, mgodi wa North Mara. Hayo ni mafanikio makubwa sana, na hususan mafanikio haya yakiwa yanaonekana kupitia mtoto wa kike.
Kwa hiyo wale wenye mawazo kwamba watoto wa kike hawana maana, maana yake wao ndio hawana maana. Watoto wa kike wana maana kubwa sana. Ni lazima tujivunie, ni lazima tuwawezeshe, ni lazima tuwaunge mkono ili waweze kujiendeleza wao, familia zao, lakini mwisho wawe mchango mkubwa kwa nchi yetu. Nchi hii haiwezi kwenda bila ushirikiano baina ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo na sisi sote tuna haki sawa ndani ya nchi yetu. Sasa wakati naelekea mwisho niseme kwamba wanawake ni watu muhimu sana au viumbe muhimu sana. Na nafikiri sisi tutakubaliana hapa kwamba dunia ingekuwa wamezaliwa wanaume peke yao isingekuwa inanoga. Uwepo wa wanawake unapelekea pia utamu wa hii dunia. Kwa hiyo wanawake ni watu muhimu sana. Lakini hata vitabu vya dini vinaelezea kuhusiana na malkia wa nguvu wa enzi hizo. Wakristo wako hapa wanafahamu habari za Delila. Na wanawake hao wanaoelezwa kwenye hivi vitabu wanaelezwa ili kupata mafunzo au maonyo fulani. Lakini pia Wakristo wapo wanafahamu kuhusiana na Bikira Maria, mama wa Yesu, ni malkia wa nguvu. Lakini pia hata sisi Waislamu tunafahamu kipenzi namba 1 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mke wake Bi Aisha. Lakini alikuwa na mke mkubwa Bi Hadija. Na Bi Hadija alikuwa ni mfanyabiashara mashuhuri sana huko Maka. Kwa hiyo swala la ujasiriamali linaelezwa pia hata kwenye vitabu vya dini. Wako wanawake malkia wa nguvu toka enzi hizo za mitume. Kwa hiyo kinachofanyika sasa sio kitu kipya. Nyie mnaiga mwenendo mzuri wa dini zetu ambao unawakilishwa na hawa wanawake ambao nimewaeleza hapa. Tukipata muda tunaweza kukesha, lakini iko mifano mingi mizuri. Nendeni mkasome kuhusu Esther, ni mwanamke hodari sana katika dini, Debora, lakini pia mama yetu Hawa, kila mtu anafahamu. Kwa hiyo tuwawezeshe na kuwasimamia wanawake, kwa sababu wanawake ni kundi muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu, kwa maendeleo ya uchumi wetu, lakini pia kwa maendeleo ya familia zetu. Na hata hapa Tanzania wako malkia wa nguvu katika historia ya nchi yetu. Wanawake ambao wana simulizi kubwa kabisa katika nchi yetu. Kule Singida mwaka 1860 alikuwepo mtawala mmoja anayeitwa Liti Kidanka. Huyu alikuwa ni mwanamke ambaye aliongoza wanaume kupigana vita dhidi ya Wajerumani. Na kwa bahati mbaya alikamatwa na akauawa. Lakini pia kule Bukoba, kwa wale wasiofahamu, kule Kigoma yupo mwanamke wa kwanza kupata degree ya sheria, alikuwa akitokea Kigoma, ni Muha huyu. Sasa nikisema Waha msije mkaanza kuniangalia mkafikiri nataka kutaja mambo ya wale watu wengine wa Kigoma, la hasha. Lakini pia alikuwa ni msomi wa kwanza wa sheria aliyeitwa Mwami Teresa Mtale. Kwa hiyo watu wa Kigoma wakifuatilia historia hii wataweza kujua kumbe malkia wa nguvu walianza kabla ya uhuru, baada ya uhuru, na sasa kipindi cha uhuru tunaendeleza zoezi la kuwabaini malkia wa nguvu kama leo ambavyo tunafanya. Lakini mwanamke wa kwanza wa nchi hii kuwa waziri alikuwa ni mwanamke, anaitwa Lucy Lameck. Mwalimu Nyerere alipounda serikali yake ya uhuru, mwanamke pekee wa kwanza kuwa waziri. Kwa hiyo leo mawaziri wakina Mheshimiwa Jenista Mhagama na wengine
wanaendeleza pale ambapo Lucy Lameck aliishia. Kwa hiyo wanawake wana historia kubwa ya ujenzi wa nchi yetu katika nyanja mbalimbali. Hapa mkoani Mwanza tunajivunia pia uwepo wa Mama Gertrude Mongella ambaye alikuwa ni mbunge wa Ukerewe, alikuwa ni rais wa bunge la Afrika na alikuwa ni katibu mkuu wa mkutano ule wa kina mama wa Beijing. Kwa hiyo wanawake wanaweza. Lakini nyie wote mnamfahamu Asha Rose Migiro, alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwanamke kutoka Tanzania. Lakini pia tukienda mbele zaidi tunamkuta pia hata rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sasa ndiye mwanamke kinara kabisa, ambaye amefanya kazi kubwa ya kusimamia amani na utulivu wa nchi yetu, kuleta maendeleo katika nchi yetu, na dunia inamheshimu, taifa letu linamheshimu. Kwa hiyo wanawake wanao uwezo mkubwa sana, na wanawake au malkia wa nguvu wanazo kazi tatu ambazo wanazifanya. Kwanza, mwanamke ni mlezi. Ukitaka malezi mazuri ya watoto wako, kwanza yaanze kwa mama. Kwa hiyo watoto wanaolelewa vizuri na mama zao wanakuwa na malezi mazuri zaidi. Kwanza, mama ana muda wa kutosha wa kukaa na watoto kuliko baba. Wakina baba tunazurura sana, lakini wakina mama wana muda wa kutosha wa kufanya malezi ya watoto. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanamke malkia ni kuwa mlezi bora wa familia yake. Lakini sifa ya pili ya mwanamke malkia mwanamke ni mwalimu. Ndio maana hapa Robi anasema mama yake ni kioo chake. Lakini hata mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, hivi mnavyoniona ni kwa sababu ya mama yangu. Kwa hiyo watu wengi wanarithi mambo mengi na tabia nyingi kutoka kwa wazazi wao, hususan mlezi na mwalimu ambaye ni mama. Kwa hiyo wanawake wana kazi kubwa sana, na ndio maana tunasema ni malkia wa nguvu. Lakini sifa ya nne, mama ni kiongozi. Ndio maana Sheba anaweza kuongoza grupu la watu wengi pale Clouds, na anawamudu wote wale. Kuongoza mtu mwenye maneno kama Gea Habibu, kuongoza mtu yule wa kipindi cha Mipasho yule, Sakina, inataka moyo, lakini Gea anawamudu hawa. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke siku zote ana asili ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo wanawake tunawapenda, tunawathamini, tunawajali. Sasa mwisho nimalize kwa kusema hivi, wito wangu ni kuwataka malkia wa nguvu wote ambao wamepewa tuzo leo na wale wengine wanaotarajia kupewa tuzo mwakani, tujitambue na tufanye mambo yetu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pia tunapoendelea kupata mafanikio, tusije tukawa na kiburi. Kiburi ni sifa mbaya, haifai. Wengine wanapopata mafanikio wanakuwa na kiburi, wanadharau familia zao. Lakini pia hata wengine wanapopata umaarufu tu wanakuwa na kiburi, na mara nyingi wanaojaliwa na Mwenyezi Mungu mara nyingi wanajisahau na wanasifu akili zao. Mungu kakujalia, lakini wewe unadhani kwamba akili yako wewe iko bright, ndio maana leo umekuwa maarufu au umekuwa mtu mashuhuri katika nchi yetu. Ndio maana huwa anatumia msemo unasema, wajali wao na Mola siku zote husifu akili zao. Lakini watu wa namna hiyo ni watu wapumbavu na wajinga, kwa sababu mafanikio katika maisha, kwa sisi tunaoamini uwepo wa Mungu, tunasema Mungu ndiyo mtoaji. Lakini siri ya mafanikio ni upendo,
sio chuki. Kwa hiyo ninaomba malkia wote nchini tutengeneze upendo, tusitengeneze chuki. Kiona mwenzio amepata, kajifunze ili ujue amefanikiwa kwa sababu gani. Nimefurahi hapa wakati malkia mmoja anatoa maelezo yake, yule naibu katibu mkuu wa wavuvi alisema kwamba wako wakina mama ambao walitamani wawe kama yeye, akawasaidia boti, lakini akamwambia tukienda kuvua, na yeye akasema amevua kilo 65, fedha zote akasema anzia mtaji ili na wewe uwe malkia kama mimi. Kwa hiyo tusiwe wa binafsi. Tunapopata fursa ya kusaidia wengine inakuwa kama ni sadaka, na hakuna anayefilisika kwa kutoa. Ndio maana Mungu anasema umejaliwa mkono unaotoa kuliko unaopokea. Kwa hiyo tunapopata mafanikio tutoe sadaka. Lakini pili, mwenzio anapokuja kuomba ushauri ili naye awe malkia kama wewe, usisite kumpa ushauri, kwa sababu hawezi kukuzidi lolote, kwa sababu anayetoa ni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu haandikiwi barua, humpa mtakaye kwa wakati utakao. Kwa hiyo usifikiri kwamba yule mama Makilagi alikuwa mkuu wa wilaya ya Nyamagana, yule pale Amina Makilagi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa CCM wa wilaya ya Bagamoyo nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa kwanza. Katibu wa CCM wa mkoa wangu alikuwa mama Makilagi. Mimi mwenyekiti wa vijana siwezi hata kufika ofisini kwake mpaka aniite, mwanangu njoo. Yeye leo ni mkuu wa wilaya ya Nyamagana, mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza. Yeye alikuwa bosi wangu tukiwa mkoa wa Pwani. Alikuwa ananituma nazunguka na pikipiki mkoa wote wa Pwani niandike taarifa kuhusu hali ya kisiasa ya mkoa wa Pwani. Lakini baadaye amekuwa mbunge na mimi nikawa mbunge, tukaingia bungeni. Baadaye mimi nimekuwa msaidizi wa waziri mkuu, yeye amekuwa katibu mkuu wa umoja wa kina mama. Leo yeye mkuu wa wilaya Nyamagana, mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo naibu waziri mkuu Biteko alisema watu ni wale wale. Kwa hiyo ninakusudia kwamba tuheshimiane, kwa sababu hakuna ajuaye kesho yake. Lakini hatupati hasara kama utamheshimu mwenzio. Na ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema ukimhifadhi mwenzio katika aibu yake hapa duniani, naye atakuhifadhi wewe katika aibu zako siku ya Kiyama. Sasa mwingine ni kiongozi, amepata fursa, akisimama mbele za watu anataka aeleze aibu za watu wake. La hasha. Kwa hiyo wito wangu ni kuwataka malkia wote tuheshimiane, tupendane, kwa sababu tukifanya hivyo ni siri ya mafanikio. Lakini tutumie fursa zilizoko kwenye private sector na government sector au public sector ili kuweza kujinufaisha kiuchumi. Tuna mikopo 10%. Hapa Mwanza tumeshatoa mikopo hii 10% kwa wakina mama zaidi ya bilioni 11. Lakini sheria ya manunuzi inasema 30% ya manunuzi yote nchini, popote inapotangazwa tenda, wanatakiwa wapewe wanawake. Sasa hatuwezi kuyaelewa haya kama hatufiki kwenye platforms za namna hii ili kuweza kupata elimu. Kwa hiyo ofisi zetu ziko wazi, njooni ili tuwaelekeze, na wale procurement officers kwenye ofisi zote katika mkoa wa Mwanza ambao mimi ni kiongozi wa serikali mkoani hapa, ninawataka kuzingatia sheria ya kuwapa fursa 30% hawa wakina mama wajasiriamali wanapokuja kuomba tenda mbalimbali katika ofisi zenu na miradi ya serikali katika mkoa wa Mwanza. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumemwenzi rais wetu, lakini pia tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu. Mwisho kabisa,
ninawataka malkia wa nguvu wote kujenga familia imara. Ni lazima tuwe na familia imara, uchumi imara na familia imara. Hapa Mwanza tuna watoto wa mitaani zaidi ya 2000. Wanazagaa, lakini ukiwauliza wanasema baba na mama walipogombana niliamua kuondoka nyumbani na kuingia mtaani. Sasa iko sheria ya ndoa ya mwaka 1979 ambayo kwanza inatambua kwamba mtoto ni mali ya serikali. Yaani wewe ukishazaa, yule mtoto kwa mujibu wa sheria ya ndoa ni mali ya serikali. Ndio maana ukichoma moto vidole vyake unafungwa hata kama ni mwanao. Lakini sheria hiyo hiyo inaeleza wajibu wa mzazi kwenye malezi ya mtoto wake. Endapo hutoyafikisha hayo malezi, unaweza kufungwa miaka 5 na faini ya shilingi milioni 5 au vyote viwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ninasisitiza juu ya ujenzi wa familia imara ili kuepuka watoto wa mitaani. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, siri ya mafanikio kubwa ni kuwa na confidence, kujiamini. Malkia wengi waliokuja kujieleza hapa walijiamini. Yule mwalimu wangu anafuga kuku 500 walikufa, lakini alijiamini, alisimama imara, akasonga mbele. Lakini mganga mkuu wa Sekoture ameeleza kwamba wengine hawataki mabadiliko, lakini alisimama imara, hakuogopa, hakutishwa. Lakini leo tunaona amefanya maboresho makubwa katika hospitali yake ya Sekoture. Kwa hiyo na mimi Dr. Bahati nirudie kukupongeza. Siri ya mafanikio ni kujiamini, kujiandaa, kufanya kazi kwa bidii, lakini kujifunza kwenye makosa ambayo umewahi kuyafanya ili usiyarudie tena, ili uweze kusonga mbele. Kwa hiyo mwisho kabisa niwashukuru pia wote ambao mmehudhuria katika shughuli hii, lakini pia nishukuru na mimi familia yangu na malkia wa nguvu wengi. Mama yangu Bi Halima yupo kijijini huko, lakini ni mwanamke hodari sana. Ametufundisha mambo mengi ikiwemo kilimo. Ndio maana tunaweza kulima sana. Lakini pia mke wangu Hawa, niliwahi kusema watu maarufu nchi waliooa Kenya ni mimi na Alikiba tu. Kwa hiyo mimi nimeoa Mbajuni huko Kenya. Lakini pia malkia wangu wa nguvu Salha na Salihia, wakati nikiwa nimemaliza kidato cha 6 nilitamani kuwa mwanajeshi. Halafu nikaenda mpaka mafunzo. Halafu nikatoroka mafunzo. Nikasema nabadilisha mawazo. Ninatamani niwe mwanasiasa katika umri mdogo. Kwa hiyo ndoto zangu nimesema nitamrithisha mtoto wangu wa kike Salha awe mwanajeshi, lakini ningependa aendeshe ndege za jeshi, ili awe malkia wa nguvu, lakini ambaye anajikita kwenye ulinzi na usalama wa nchi yake. Lakini baba yangu alikuwa anapenda kuniita profesa, kwa sababu shuleni nilikuwa nafaulu sana, na nikafikiri nitakuwa profesa, na niliamini nitakuwa profesa, lakini siasa ikaniharibu. Kwa hiyo Salihia nimemwambia, wewe unatakiwa uwe profesa ili njozi za baba yangu ziweze kufikia kupitia wewe. Kwa hiyo nataka niseme kwamba watoto wa kike wana faida kubwa. Watoto wa kike huwakumbuka wazazi wao mara kwa mara kuliko wanaume. Watoto wa kike wana huruma. Lakini hata kwenye dini ya Kiislamu watoto wa kike wamepewa nafasi kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapenda sana watoto wa kike, kwa sababu watoto wa kike wana mapenzi kwa wazazi wao. Na nilikuwa namuuliza katibu wangu Levi yule pale, anafanya kazi sana, lakini nikamuuliza, umempigia lini simu mama yako? Akasema sikumbuki, wiki hii. Lakini ukimuuliza Johari mkuu wa wilaya, atakwambia haipiti siku 2 au siku 1 ni lazima nimpigie mama yangu.
Kwa hiyo we need to be very proud of young girls. We need to educate them. We need to invest on them. Lakini pia tuwape courage ili waweze kufikia malengo yao. Kwa hiyo ninawashukuruni sana wana Mwanza, nawapenda sana. Lakini tuendelee kumsemea rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri ambayo ameyafanya. Na mimi nina hakika wanawake, mwanamke si adui wa mwanamke mwenzake. Ukiona mwanamke anakuwa adui wa mwanamke mwingine, hajitambui. Wanawake ni lazima tushikane mikono kuhakikisha Rais Samia anashinda. Ni wakati wenu. Ni wakati wenu. Na ni fursa yenu. Si tulishakubali matokeo wanaume kwamba sasa ni wakati wenu. Kwa hiyo ninawashukuruni sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza na nawatakieni usiku mwema. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Jamani, nyanyukeni kwa ajili ya kumpongeza mkuu wetu wa mkoa leo hii. Hongera sana kwa hotuba nzuri. Haya, naomba washindi wote wa tuzo za Malkia wa Nguvu siku ya leo kusogea hapa juu kwa ajili ya kuweza kupata picha ya pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na meza kuu. Washindi tunaomba mje na tuzo zenu. Meza kuu, viongozi wetu wa wilaya, mkurugenzi, bosi wetu Sheba Kusaga, Mr. Kitoi HR kwa ajili ya kuweza kupata picha pamoja na mgeni wetu rasmi. Naomba